Nasema kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa wengine hawazini kwa sababu tu ya mipango alionayo. Anaona tu nikizini napoteza kile na kile na kile. Ndio sisi wengine tunafunga, tunaomba kila mara kwa mara. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuchochea ibada ndani yetu. Nauliza, mtu anawezaje kuondokea hizi temptations? Tuseme umeandikwa kazi Gulf, pande za Gulf. Kuna married couples wenye utaandikwa kazi ukafanye kwa ile nyumba. Wewe umejiingiza kwa zile mambo za relationship huko nje, na unajua ukiingia Gulf ni tricky sana, uwezi pata ule boyfriend ama ule girlfriend. So pale umepata bibi bwanake, na maybe uko na ile roho ya Jezebel kwa ile familia. Unawezaje kuondokea hizo temptations, ama utafanya nini? Cause tuseme kama Waarabu, na si specify Waarabu peke yake, hata the normal Kenyans. Watu uko insecure sana na mabwana zao. Unapata unaakuziwa, nimekupata ukifanya 1 2 3. Unawezaje kuondokea mambo kama haya isiye kuletea shida? Naam. Kuna swali moja ambalo nimeulizwa na binti mmoja ambaye yeye anafanya kazi za ndani katika nchi za Gulf countries, yani hizi kwa Waarabu, hizi nchi za Mashariki ya Kati, kwamba amesema anawezaje kushinda uzinzi au tamaa au vishawishi vya uzinzi katika eneo analofanyia kazi. Anawezaje kushinda? Unakuta anatongozwa labda pengine na bosi huyo, watoto wa mahali hapo. Unakuta anaidiwa kwamba mimi si 1 2 3 kufanyia 1 2 3. Sasa nataka niseme kwamba jambo moja, kwamba Yusufu alikataa kuzini na mke wa Potifa si kwa sababu eti kwamba alikuwa anaogopa watu. Alikataa kuzini na mke wa Potifa kwa sababu ya hatima yake alionayo, kwa sababu alijua kwamba akizini kila kitu kimeishia pale. Kwa sababu Biblia inasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi, na apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo unakuta Daudi baada ya kuzini na mke wa Uria, kilichofuata ni adhabu. Mara watoto wake wanauana wenyewe kwa wenyewe, mara mtoto wake anampindua yeye, anataka awe mfalme, mara mtoto wake anazini na wake za baba yake. Umeona madhara ya uzinzi. Kwa hiyo unaona tunakataa zinaa si kwa sababu, au tunakataa dhambi si kwa sababu. Hebu ngoja kama nikupe mfano. Kwa nini unakataa? Kwa nini mtu hataki kushawishi unywe sumu, akakushawishi akakupa na fedha uwezi kunywa? Kwa nini? Kwa sababu unajua matokeo ya sumu, kwamba nikinywa mimi nitakufa, na hicho ndicho kinafanya uwezi kunywa sumu. Kwa vivyo na zinaa, haijalishi mtu anakuahidi mali kiwango gani, anakuahidi sijui vizawadi viwango gani, shida ni matokeo yake. Kwa sababu kila kazi ina ujira, kwamba baada ya zinaa kinachofuata ni mshahara wake. Sasa changamoto ni pale kwenye mshahara wa zinaa, mshahara wake, yani ambao utakaopata, kwa sababu ulishaambiwa usizini, wewe ukazini, na ukitenda dhambi unajikabizisha mkononi mwa shetani. Ndio hata nakumbuka Nabii Gadi, nakumbuka kama sikosea, alimwambia Daudi, kwa kosa hili ulilofanya umewapa adui za Bwana nafasi ya kufanya vyote wanavyotaka kufanya. Na hata kama yani madhara ya dhambi au zinaa, wengi wanasema nitatengeneza na Mungu. Hiyo haina shida. Hata Daudi alitengeneza na Mungu. Yani Mungu ukiomba toba, Mungu anakusamehe, hata shida yeye. Ila kinachokuja ni mshahara. Kweli amekusamehe, ila vichapo vyako lazima yani ule mshahara lazima utakula. Matokeo, gharama zake amekusamehe, kwa sababu Daudi Mungu kweli alimsamehe.
ila matokeo yake ni nini? Tauni ikapiga nchi, watu 70,000 ndani ya siku 3, 70,000 wakafa. Kweli Mungu alimsamehe Daudi, lakini unakuta mara mtoto wake Amnoni anambaka dada yake Tamari. Kwa hiyo unaona pale Amnoni Absalom anaingia na hasira, anamuua kaka yake Amnoni. Kama hiyo haitoshi, baadaye Absalom anampindua baba yake Daudi, anamkimbiza kwenye kiti cha ufalme. Kama hiyo haitoshi, baadaye Absalom mwenyewe anauawa. Kwa hiyo unakuta ni vipigo. Kweli Mungu atakusamehe. Kwa hiyo niseme mbali sana, niseme tu kwamba kitakachokufanya ushinde zinaa ni nini sasa? Ni elimu ya neno la Mungu. Ni elimu tu. Elimu tu. Sisi wengine tulikuwa tunazini kama mbwa. Lakini kilichosababisha tuache zinaa ni elimu na kuonyeshwa madhara yake. Na wengine kama mimi hapa bado tunapitia vipigo vingi. Kwa nini? Kwa sababu ya madhara ya zinaa. Kwa hiyo zinaa ni ya kuikataa kwa sababu ya madhara yake. Unawezaje kushinda? Ni elimu ya neno la Mungu. Unajitenga mwenyewe na vyanzo vyote vinavyochochea zinaa ndani yako. Mitandao ya kijamii, kwa sababu sio dhambi kutumia mitandao ya kijamii, ila sasa unaingia wapi na wapi kutafuta nini na nini. Si wengine unakuta kutwa nzima tunashinda kuangalia mahubiri, tunasikiliza mahubiri. Unashinda huko kwenye Biblia, unashinda huko kwenye kuomba. Yaani tunatafuta namna ya kujichochea, tunatafuta kuchochea roho ndani yetu, tunatafuta kuchochea ibada ndani yetu. Kwa hicho ndicho kinachofanya zinaa tuone ni kitu cha upuuzi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ile elimu inapata nguvu ndani, na yale madhara unapata kuyaona kwa ukubwa na upana zaidi, na hivyo kujichochea tunapata nguvu ya kusema no, hapana. Kwa sababu pia kusema hapana yategemea una nguvu kiwango gani. Kwa hiyo unaweza kusema hapana ni mdomo tu, lakini roho yako ikavutwa na ikazamishwa kwenye uovu fulani. Lakini sio tukisema hapana ni hapana, na hata roho yenyewe imepigwa nguvu, imepigwa power ya kusema hapana. Kwa kikubwa tu zaidi ni wewe kujitenga na mazingira yote yanayochochea zinaa kwenye ufahamu wako. Yote mazingira yote yanayochochea zinaa kwenye ufahamu wako, unatakiwa ujitenge nayo wale. Si wengine tumeishinda zinaa kwa namna hiyo. Kwa mafundisho yalituonyesha tunatakiwa tujitenge na mazingira hayo. Ni kweli tunatumia simu, lakini kuna chochoro, ukiingia tu unachomoka unakimbia. Kwa nini? Kwa sababu ukiingia tu unaona kuna kitu kinaingia kwenye roho yako, sema hapana, hichi kitaniharibu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunashinda, ni elimu ya neno la Mungu. Kuna watu hawazini kwa sababu ya mipango walionayo, future yao. Yaani wanaiangalia kesho, anataka akawe nani. Kuna hao sina uhakika sana, lakini pana hao wapigana ngumi hao, kuna baadhi ya wacheza mpira wakati anajitengeneza ili awe star, ana kipindi kingi kama sio mwaka, miaka ambayo hazinigi. Why? Kwa sababu yani tamaa inakuwa juu, kwa sababu Biblia inasema kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa wengine hawazini kwa sababu tu ya mipango alionayo. Anaona tu nikizini napoteza kile na kile na kile. Ndio sawa sawa na sisi. Yaani ukishazini manake wewe unakaribisha matatizo yatakayo kuzuia usifikie hatima yako iliyo bora. Kwa mtu anaichungulia hatima yake. Kwa sisi wengine tunaiangalia hatima fulani. Tunaona kabisa ukizini hapo umemwacha Mungu, hapo kule pale sitofika. Ninaharibu kila kitu. Kwa kinachofanya kwamba hatuzini si kwa sababu tunaogopa kwamba hatutaenda mbinguni. Wengi wanaoogopa kwamba hataenda mbinguni wameshazini hao, kwa sababu mbinguni ni mbali. Walishazini. Kwa hiyo ni ile hatima ile hatima ndio inanionyesha kwamba ukizini umeharibu, ukizini ufiki, ukizini umeharibikiwa, ukizini kila kitu kimeblock. Kwa hicho ndicho kinachofanya hatuzini.
Hicho ndicho tunachofanya, tunakimbia dhambi. Ni kwa sababu yani maono yale. Kwa hiyo unaweza kusema hapana ni mdomo tu, lakini roho yako ikavutwa na ikazamishwa kwenye uovu fulani. Lakini si tukisema hapana ni hapana, na hata roho yenyewe imepigwa nguvu, imepigwa power ya kusema hapana. Kwa kikubwa tu zaidi ni wewe kujitenga na mazingira yote yanayochochea zinaa kwenye ufahamu wako. Yote mazingira yote yanayochochea zinaa kwenye ufahamu wako, unatakiwa ujitenge nayo hayo. Si wengine tumeishinda zinaa kwa namna hiyo. Kwa mafundisho yalituonyesha tunatakiwa tujitenge na mazingira hayo. Ni kweli tunatumia simu, lakini kuna chochoro, ukiingia tu unachomoka unakimbia. Kwa nini? Kwa sababu ukiingia tu unaona kuna kitu kinaingia kwenye roho yako, sema hapana, hichi kitaniharibu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunashinda, ni elimu ya neno la Mungu. Na elimu ya neno la Mungu unatakiwa ule kila siku. Kila siku itwaye leo. Sisi wengine tunafunga, tunaomba kila mara kwa mara. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuchochea ibada ndani yetu. Mungu akubariki sana. Amen.